Wakati mwingine mzuri kwenye TV Kweli Yote TV na kwenye mitandao yote ya jamii kwa ajili ya habari ya kweli yote, kwa ajili ya ile habari ya siku ya mwisho iliyo ndani ya mwaka wa kweli yote. Kwa hiyo leo tutaongea, tutajifunza, tutafunzwa naye mwenyewe yale mambo mazuri ndani ya ufalme huu na majira hii. Kwa hiyo kwanza, kabla ya yote, tushukuru pale ulipo, mweupe, mweusi, mwekundu. Chukua nafasi ushukuru, kwa sababu sio rahisi kuyaona haya, kuyasikia haya. Basi tumshukuru huyu ambaye ndiye muumba wa vyote, mbele Kweli Yote. Baba mwema mzuri, wewe ndiye unayesimama mahali hapa na kutufundisha, ni wewe, hakuna mwingine tena zaidi yako. Sasa ni wewe uko juu ya nchi, ukitukuzwa, ukiabudiwa. Wainue, wafundishe, tufundishe sisi sote, wote tunaosikia, weupe, weusi, wekundu, wote viongozi na wasio viongozi, wa mataifa yote, wawe wa rangi zote, wa nguvu ya imani zote. Tuko hapa sasa wakati mwingine tena, wote wakikuangalia wewe kwa ajili ya kutuhekimisha, kutufundisha vizuri kabisa kupitia ile nguvu ya siku ambayo tayari umekwisha kuinua. Wewe mwenyewe ulisema itakuwa kama utendaji ambao hakuna yeyote atakayefahamu, lakini wewe sasa unatufahamisha. Kwa hiyo utupe nguvu, utupe mamlaka ya ufahamu, utufundishe, kwa sababu sasa hivi ile sikio liko lina kweli yote, na nguvu ya jicho linaona, linafahamu, linaelewa, hata akili sasa itaelewa. Kwa maana tupe nguvu ya kuelewa mpaka utimilifu wake kwa utukufu wake imetokea. Karibu tena, karibu kwa ajili ya wao ulioumbwa, mweupe, mweusi, mwekundu, kwa majira hii nyingine tena, kwa ajili ya mwendelezo wa kuelewa ndani ya majira hii, ndani ya wakati huu, katika ile mwaka uliobeba siku ya mwisho ya kuhukumu ule ubaya wote. Leo tutaongelea zaidi ile habari ya madhabahu zote juu ya nchi zimevunjwa. Kwanza alisema mwenyewe kwamba hakuna jiwe litakalobakia juu ya jiwe. Hata ukisoma mahali pa Luka ile 21 ile 5, tunayoangalia haya majengo, uzuri wake hatutauona, ndivyo alivyosema. Sasa leo utafahamu kwamba madhabahu zote juu ya nchi zilizokuwa kwenye level ya mwaka wenye miezi 12, kwa sababu madhabahu zote zilikuwa hapa ambazo zilikuwa kwa ajili ya jua na mwezi. Kwa hiyo madhabahu hizi, wakati anapokuja yeye kupitia ile nguvu ya mahali pake panuru, kwa sababu hatatumia tena neno madhabahu, atatumia nguvu ya mahali panuru ya Kweli Yote, kwa sababu hapo hatakuwa hapana nguvu ya imani, hapana nguvu ya tumaini, hapana nguvu ya ishara, hapana nguvu ya miujiza, nguvu ya unabii. Pale ni katika kuifahamu kweli yote, na wewe kila mahali unakuwa huru. Kwa hiyo leo utafahamu kwa majira hii kuelewa kabisa kwamba madhabahu ambazo zilikuwa juu ya nchi hazina nafasi tena ya kuendelea kusimama au kutumika, kama alivyosema kwenye nguvu ya majira iliyokuwa kwa ajili ya Kumbukumbu 12 ile 1 mpaka 9. Alisema kwenye majira hiyo kwamba mahali pote ambapo walikuwa wanaitumikia nguvu ya miungu, nguvu ya mizimu, nguvu ya ibada mbalimbali juu ya nchi ambazo zilikuwa katika level ya majira ya Yerusalemu iliyokuwa imebeba kwenye msingi wa kabila 12, lugha 12, ina maana hizo zote hazina tena nafasi. Kwa hiyo ni lazima zibomolewe. Kwa hiyo utasikia, tutajifunza, na tayari ndiyo utimilifu wake. Kwa hiyo kwanza, madhabahu ni nini? Madhabahu ni mahali ambapo kila ambacho kilikuwa kinatakiwa kitumike, iwe madhabahu za kabila, lugha, yani mahali ambapo kuna ibada na mahali ambapo wanakusanyika watu, wanatoa sadaka, wanamuomba muumba au Mungu aina yoyote, hapo panaitwa madhabahu. Kwa sababu kuna madhabahu
ambayo zilitangulia juu ya nchi za kitume za kinabii. Kwa hiyo mahali pa madhabahu ni mahali pa center pa kukutana. Kwa hiyo kulikuwa kuna madhabahu ya uumbaji sasa iliyokuwepo juu ya nchi, ambayo ndio ilikuwa miliki na ndio ilikuwa inatawala juu ya nchi. Kwa hiyo akasema kwenye Kumbukumbu 12 kwamba ikifika basi madhabahu zote zitavunjika. Kwa hiyo hapa tulipo sasa leo utajua maana halisi kwa nini sasa inavunjika. Inavunjika hizi madhabahu na hazitakuwepo tena. Wewe utashuhudia hata kama ulikuwa kwenye nguvu ya taifa lolote, nchi yoyote, juu ya nchi, kwa sababu kweli ikishasimama juu ya nchi, ina maana utendaji wote uliokuwa umetangulia unafutwa. Ndio maana anakasema yeye mwenyewe kwamba hakuna jiwe litakalobakia juu ya jiwe. Kwa hiyo leo ile madhabahu zote zimevunjwa, hazitafanya tena kazi. Kwa nini zinavunjwa? Zinavunjwa kwa sababu ile utimilifu wa majira hii, majira ya siku ya mwisho imefika, ambayo ndio imebeba utimilifu wa weupe, weusi, wekundu, kama unavyoona hapo kwenye nguvu ya mahali hapa mahali pa nuru ya kweli. Kwa hiyo hapa ni majira timilifu halisi ya juu ya uumbaji. Ni mwaka wa kweli uliobeba sasa ile mamlaka ambayo kwa uhalisia ndiyo siku ya mwisho. Kwa hiyo siku ya mwisho ina maana ni ile nguvu ya uelewa sasa wa kufahamu ambao tumeupata Mwanzo 2:23 mpaka 25. Lile anguko la Adamu lilisababisha nguvu ya maisha haya ya mara mbili, yaani badala ya mwaka kuanzia tumboni ulianzia juu ya nchi. Kwa hiyo mwaka ukawa ni mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo watu wote sasa hapa tukawa tunaishi huko. Kwa hiyo hatukuweza tena kurudi. Ndio maana kwenye Ezekieli ile 29 ule mstari wa 10 mpaka 14 akasema atakuja, ataturejesha tena mahali ambapo tulikuwa tumeondolewa. Kwa hiyo ataturejesha hapa. Kwa hiyo ataturejesha hapa kwa sababu nguvu ya mahali pa mkono wake, Yeremia 1:5, hapa kabla ya kuingia huku ndani ya tumbo alitujua. Sisi tulikuwa na kiini cha mema na mazuri, tulikuwa na mbegu ya mema na mazuri, damu ya mema. Ina maana ile nguvu ya mwaka wenye miezi 9 ukiwa umekamilika ulianzia ndani, kwa sababu yeye anakujua ulikuwa umetimia. Ndio akakuruhusu wakati unaruhusiwa sasa kuingia kwenye tumbo la mama. Ina maana ulishuka na vitu, lakini baada ya hapa, kwa sababu ya Adam na Hawa, kwa sababu ndio walikuwa ni vyombo kwa ajili ya kuzaa vitu vizuri, kwa ajili ya kumletea baba, Hawa wakaachana na baba. Huyu anaitwa kweli yote na mama yake ambaye ni majira. Ukisikia neno mama kwenye nguvu ya Mwanzo 3:20 inasema mama wa wote wenye uhai. Kwa hiyo mama wote wenye uhai alikuwa ni kalenda. Kalenda ndio maana mama awe mweupe, awe mweusi, mwekundu, wote mfumo wao ni mmoja. Ni siku 7, mwezi wao, muda wao wa majira yao inakuwa ni 28. Kwa hiyo ndani yao wanazaa wakiwa na mfumo wa miezi 9. Kwa hiyo huyo ndio mama. Kwa hiyo kwenye Mwanzo 3:20 ndio akawa mama. Kwa hiyo lile neno la Mwanzo 2 ile 23 mpaka 25 wakamwacha baba yao, wakamwacha na mamaye. Ina maana kulitokea mfumo mwingine ambao ndio huu. Kwa hiyo waligawa hapa, waligawa miezi 9 na mwaka wenye miezi 12. Miezi 9 ikawa haihesabiwi. Kwa hiyo tukawa ni chombo cha kutupokelea, alafu anafanya wanavyoyataka, tunaingizwa kwenye nguvu ya tamaduni, mambo mengi haya ya hapo. Alafu baadaye ikifika miezi 9 akizaliwa huyo mtoto sasa, au mimi nikizaliwa, ina maana hapa mlango unafungwa, anaanza maisha mengine ya mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo utaratibu sasa wa hapa ukawa ni nguvu ya utendaji wa watu wengi sasa kubadilishiwa mifumo ya thamani, mifumo ya nyota, mifumo ya mambo mazuri.
Kwa hiyo sasa ina maana ni mahangaiko ndio yakawa hapa. Ndio maana hapa ibada nyingi sana zikawa kwa ajili ya mbinguni, kwenda mbinguni. Kwa hiyo madhabahu zote sasa zikawa kwenye nguvu ya utaratibu wa mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo hapa sasa ndio majira ambayo inaposimama hapa kwamba kutoka kwa mikononi mwa baba kuja kwenye tumbo la mama kwa ajili ya kutoka na hii mfumo ukawa ni mwaka wa pili. Yaani huu mwaka unaanzia tumboni unakuja ni mwaka wa pili. Yaani mwaka na siku moja, mwaka na siku mbili, mwaka na wiki, mwaka na miezi mmoja. Ina maana ni nguvu ya kuunganishwa kutoka kwa baba kama unavyoona huyu alo inashuka inaenda. Hii ndio moja. Wakati wanaachana hapa ndicho kitendo kilichosababisha kwa ajili ya miaka 930 ile Mwanzo 5:5. Ina maana miaka 930 ikawa kwa ajili ya Hawa kutoweza tena kuungana na baba mpaka siku ya mwisho ambayo ndio imebeba mwaka ndani yake. Kwa hiyo ukisikia neno siku ya mwisho iko ndani ya mwaka uliokubaliwa na watu wote. Mwaka wa Januari na Desemba haujakubaliwa na watu wote, ila ni empire inayotawala tu, kwa sababu kwenye akili ya kila mmoja, hata wewe hawezi kukubaliana kwamba wiki ina siku 7, mwezi una wiki 4. Sasa haiwezekani iwe 31. Ni kwa sababu tu ya kwamba tuliibiwa huko, tukaibiwa macho, tukaibiwa akili, tukaibiwa nguvu ya moyo wa ufahamu wa kuelewa. Kwa ile miaka 930 ikawa ni kwa ajili ya Adamu kutumika mara mbili. Kwa hiyo ukisikia neno Adam na Hawa wote wanaitwa Adam, kwa sababu kwenye Mwanzo ile 5:2 wanaitwa hivyo. Kwenye zaidi sasa Yeremia 27:5 mpaka 9 wakapelekwa utumwani sasa, kwamba hapo kumeshakuwa hakuna connection. Hapa sasa ndio utumwani sasa Babeli ina maana ni ule mfumo sasa wa abudu unachofahamu, abudu unachoamini. Ina maana kila mmoja, kwa sababu ni mfumo umekubaliwa na yeye kupitia Yeremia 27:5 mpaka 9. Ikiwa inasubiriwa ile majira sasa Yeremia 29:10 mpaka 14. Baada ya miaka 70 ndio tutarejea. Baada ya miaka 70 na maana ile 930 kuunganisha hapa, ile 70 inakuwa 1000 machoni petu, kwa baba ni siku moja. Kwa hiyo siku moja sasa ina maana ni kuunganisha. Tunarudi sasa kwenye Mwanzo 2:19 ya kwamba hapa sasa ndipo ambapo sasa wewe unaelewa kwamba huu ni uongo au hii ni kweli. Wewe unaona, kwa hiyo unapambanua, unapata haki, kwa sababu tutaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itatuacha huru. Kwa hiyo ina maana kwenye anguko la juu ya nchi kwa watu wote ni kile kitendo cha 930 na ile miaka 70 ambayo hakuna aliyekuwa anafahamu, kwa sababu Zaburi 90:4 inasema miaka 1000 machoni petu sisi siku moja kwake. Kwa hiyo ile Mwanzo 3:1 mpaka 20 mpaka 24 ina maana ni ile nguvu ya madhabahu iliyokuwa inasimama hapa. Kwa hiyo madhabahu sasa ambayo tayari inaonekana juu ya nchi ni hii ndio ipo, na hii ya ndani, yaani ya miezi 9, kwa sababu kanuni ya baba ni kwamba mwaka uanzie ndani ya tumbo kama hapa, ili sasa hizo roho za uharibifu juu ya nchi zisiwepo. Kwa hiyo hicho ndicho lile kusudi. Kwa hiyo madhabahu sasa zote juu ya nchi za imani zote za kila namna, hata za kishetani za namna zote, zimejengwa kwenye mfumo huu, kwenye mwaka wenye miezi 12. Ina maana hapa ni Yeremia 33:20-26, Ezekieli 8:12-15. Ina maana hapo ukisoma sasa hata kwenye ile Rumi, ile kitabu cha Rumi 3:10 kwamba wote wameoza, hawana ufahamu. Kwa hiyo tulikuwa hatuna kabisa ile akili. Kwa hiyo hata utendaji sasa wa madhabahu zote kupitia hii madhabahu ya majira ya mwaka wenye miezi 12, ambapo msingi wao mkubwa uko kwenye Yerusalemu ya kwanza.
ambayo ni Ufunuo 21:10-22, ambayo sasa mahali hapa ibada zote hizi madhabahu yao kubwa ni madhabahu ya ile nguvu ya Roho ambazo ni kwa ajili ya ibada za wale ndugu zetu walioondoka. Kwa hiyo ndio maana akajua kwamba iwe mitume iwe manabii, kama tulivyojifunza kwa Samueli wa kwanza 28 ile 3 mpaka ule mstari wa 19. Tunauona kabisa Samueli anakufa, lakini anakuja anainuliwa na wale waganga. Hata tunamwona Luka 16 na yenyewe mstari ule wa 19, nguvu ya baba wa imani tuliyekuwa tunafahamu ni baba wa imani, alipokufa alienda kuzimu na yule Lazaro wakaenda huko kuzimu, walikutana na yule tajiri. Tunaona kwa uhalisia moja kwa moja katika hii majira ya kwamba Ibrahim na familia yao yote ndio walikuwa kwenye mfungo, sababu yeye ndio alionekana kama baba wa imani. Kwa hiyo watu wote kupitia fundisho lake, kupitia maelezo yake, kila na ile sacrifice na ibada zote ambazo tulikuwa nafanya zote zikawa kwenye mfumo wa madhabahu hii. Kwa hiyo madhabahu hii sasa ndio imejengwa kwenye mfumo wa madhabahu ya kabila 12, lugha 12, mitume 12, majina 12, milango 12, ile nguvu ya mwaka wenye miezi 12, hata nyota 12, chemichemi 12, hata inayoitwa kwa ajili ya simba 12, hata ile nguvu ya viti 12. Hii ndio madhabahu tuliokuwa tumepewa sisi kwa Yerusalemu ya kwanza. Ndio maana Ufunuo 21:1 akasema mbingu ya kwanza imepita na nchi ya kwanza imepita. Kwa uhalisia, kabla haijatokea siku ya mwisho, mwaka wa kweli kwa watu wote, hii madhabahu haiwezi kuvunjwa, kwa sababu Ezekieli ile Zekaria 14 hii mstari wa 7 inasema itakuwa siku moja inayojulikana na yeye aliyetumba, sio mchana wala sio usiku, kwa sababu analiua hili agano la mchana na usiku kama madhabahu ya Yakobo juu ya nchi na familia yake na Ibrahimu. Kwa hiyo tunaona sasa madhabahu zote hizi akisema kwenye Luka 25:21 ule mstari atazivunja, na kweli amezivunja kabisa, kwa sababu zilijengwa kwenye mfumo wa kinabii wa kitume wa kutokuwa na imani. Ina maana ile nguvu unakuwa na imani sasa hivi, baadaye tena ukikumbwa na kajambo, basi imani yako inatindika. Kwa hiyo kwa sababu hii kulikuwa na uasi kabla tujafikisha kwenye miaka 70 kwenye utimilifu wake, na maana tulikuwa hatuwezi kutoka, lakini leo tunashukuru kwamba tunatoka. Sasa katika kuvunjika kwake, ina maana imevunjika kabisa. Sasa tutahitaji, tutaita sasa ni mahali pa nuru, mahali pa nuru ya kweli yote kwa watu wote wa imani zote, kwa sababu madhabahu ya 12 ikivunjika, ina maana yeye muumba ambaye ni kweli yote hawezi akatumia tena neno madhabahu, kwa sababu madhabahu tayari imeshachafuka. Wapo madhabahu ya kichawi, madhabahu ya mila, madhabahu mbalimbali, hata madhabahu za vita zipo. Kwa hiyo hapo madhabahu zote hizo sasa hazina nguvu. Hapo ndipo utimilifu wake yeye ambaye alitamka, kwa sababu Mathayo 28:19 utimilifu wa Yesu, kwa sababu Yesu kujulikana kwake na maana ndio mwanzo wa habari ya kweli ile ya Ufunuo 14 ule mstari wa 6, kwamba utakuwa sasa ni habari ile ya umilele ya kuishi juu ya nchi, sio mbinguni, kwa sababu kwenye Luka 17:20 mpaka 21 anasema ufalme uko ndani. Kwa hiyo ile madhabahu kubwa tuliyokuwa nayo ni ile ambayo tulikuwa tunaona kwa ajili ya mitume 12 ndani kwenye ibada zote zimejengwa, imani zote zimejengwa kwenye mfumo huu wa 12. Kwa hiyo baada ya anguko, ndio maana unaona ufalme wa giza uko na nguvu kuliko ibada ambazo tulikuwa tunaziona. Kwa hiyo hata wenye haki waliangamia kwa sababu ya ile madhabahu haikuwa tena na nguvu. Kwa hiyo zilifanyika roho nyingi. Kwa hata wakati tunaona kwenye nguvu ya mahali hapa
pa Mathayo 27:51, Luka 23 ile mstari wa 10 wa 44. Yesu kwenye saa 6 mpaka saa 9 tunaona hekalu likipasuka mara 2 toka juu mpaka chini kwa ajili ya kila mmoja. Hapo alikuwa anatuonyesha kwamba ikifika majira yake atapasua hizo madhabahu. Kwa hiyo madhabahu haita yani inaonyesha kabisa madhabahu zilizokuwepo kwamba hazina utendaji wa lile kusudi. Kwa hiyo anasema hawezi akasimamisha chochote au akawakaribisha watu wake wote kukusanyika, kwa sababu hapo ukiangalia kuna imani nyingi zipo. Kwa hiyo madhabahu hizo sasa zimevunjika. Kwa hiyo tutaelekea sasa kwenye mahali pa nuru pa kweli yote. Hapo sasa hawatoi sadaka. Sadaka ina maana iligeuzwa kuwa level ya madhabahu. Kwa hiyo madhabahu ndio ilikuwa inapokea sana sadaka, na sadaka ina maana ni level ya kile unachokitoa, si kwa moyo. Tunaona kwenye Mathayo 23 ile 1 ile 16 kwamba je, ni ipi iliyo kati ya madhabahu na ile nguvu ya dhahabu na hekalu, au sadaka na madhabahu? Ni ipi? Kwa hiyo watu wakawa wanafanya nguvu inayosimama kwa ajili ya majira ya vitu, kwamba kushindana sasa. Kwa hiyo ule moyo wa kubadilika ndani yetu ukawa hauwezi kubadilishwa na sadaka, kwa sababu sasa sadaka tayari zinajengwa kwenye ile madhabahu ya mifumo isiyoweza kuamini, ya madhabahu ya 12. Kwa hiyo wakati wa sadaka sasa umeisha na wakati wa madhabahu umeisha. Baada ya kutokea hii juu ya nchi kwa ajili ya siku ya mwisho, mwaka wa kweli uliobeba siku ya mwisho, ile Isaya 61:2, mwaka uliokubaliwa na watu wote, yaani hakuna mtu aliye nje ya siku 28 miezi 9, ila kwenye mwaka wenye miezi 12 hapa wapo wengine wenye imani mbalimbali kwenye hapa. Kwa hiyo huu ndio mwaka uliobeba siku ya mwisho. Kwa wakati wa sadaka sasa ukishatokea hii sadaka, nguvu hazina. Kwa hiyo wachawi, waganga, washirikina, roho za kifrimasoni, biashara za nafsi, biashara za watu hazina tena nguvu, kwa sababu yeye sasa yuko kwenye nguvu ya kueleweka kwamba Baba ndiyo anayeabudiwa na Baba ni kweli. Kwa hiyo tunamwabudu katika kweli yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwenye majira ya nuru sasa ya kweli tunaleta mbegu, kwamba kwa sababu tayari dunia imejaa giza. Hapa pamekuwa giza sasa. Hapa patabaki matumizi ya kiserikali sana sana, lakini kwenye ibada zote zinazosababisha uharibifu juu ya nchi, madhabahu zao zimevunjika. Kwa hiyo tunaona sasa kwenye Zekaria 14:7 na Isaya ile 61 ule mstari wa 2, tunaona hii sasa ndio utendaji wa utambulisho wa kwamba yeye Baba amekuja na utukufu wake. Kwa hiyo hapo sasa tunaleta mbegu ili sasa tusifanyike kuwa sadaka, kwa sababu sasa sadaka zimekuwa biashara, sadaka zimekuwa na mambo mengi ambayo kwa uhalisia yametuumiza sana kwenye wakati huu. Sasa ina maana kuna mbegu ya kwanza kabisa ni ile mbegu ya appreciate kwamba sasa hivi Baba yuko juu ya nchi. Baba hayuko tena mbinguni kama vile tulivyozoea. Ukisoma kwenye nguvu ya mahali pa Ufunuo 11 ile 15 mpaka 19, hekalu limeshatua ambalo ni lake yeye, na hekalu ni mfumo, ni ibada ambayo ya watu wote ya kushukuru kwamba Baba yuko juu ya nchi. Hata ukisoma kwenye Luka 17:20 mpaka 21 utakuta pale kwamba anaongelea juu ya nchi ndani ya moyo. Kwa hiyo muumba hayuko tena mbinguni, kwa hiyo ni lazima ulete au usimamishe ile mbegu ya kwamba kweli yote ambaye ndiye muumba yuko juu ya nchi. Mbegu ya pili ni mbegu ya kumpenda yeye aliyetuumba. Hii mbegu tulikuwa tunaita zaka. Zaka ina maana kipindi cha zaka, ukisoma kwenye Mwanzo 14
ule mstari wa 18. Zaka kwa mara ya kwanza ilitolewa na Melkizedek kwa ajili ya Ibrahim, wakati akiwa bado hajaitwa hata Ibrahim, aliitwa Abraham. Kwa hiyo ilikuwa kwenye kipindi hicho. Kwa hiyo tunaona akitoa fungu la 10, lakini tunaona kwenye Matendo 3:7 mpaka 11 kwamba sisi anatamka hapo kwamba tokea siku za baba zenu mmegeuka mkaniacha mimi, nirudieni mimi. Nyinyi mmekuwa wezi, tunakuibia. Akasema tunamwibia zaka na dhabihu. Leteni zaka ghalani mwangu, kiwemo chakula kingi, mkanijaribu kwa njia hiyo, mkaone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Alikuwa anasema hivi, lakini tunaona sasa haiwezekani nguvu ya zaka iendelee, kwa sababu hapa ni lazima yeye baba abadilishe, kwa sababu zaka imekuwa ni ya kumpima aliyeumba, halafu ni ya sheria, yaani ndani ya kila moyo wa kila mmoja anavyotoa anakuwa na masharti, yaani ile kanuni ya kwamba nimetoa sana na sijaona. Ndio maana unaona utoaji wa zaka juu ya nchi kwa watu wengi hauna tena, haupo. Kwa nini? Kwa sababu hauna impartation, hauna nguvu ya kutusaidia. Kwa hiyo tunaona sasa tutatoa nguvu ya mbegu ya kumpenda yeye, yaani ile willing. Hii nguvu ya mbegu ya kumpenda yeye ni kwamba wewe utoe kwa sababu unampenda aliyeumba, ambaye ni kweli yote. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa kabisa, kwamba hata kwenye Misali ile 8:17, na wapenda wale wanipendao, na wale ambao wananitafuta kwa bidii basi watanipata. Kwa hiyo tulikuwa hatuwezi kumpenda kwa sababu upendo ulikuwa kwetu, kwamba akasema pendaneni nyinyi kwa nyinyi. Kwa hiyo sasa yeye sasa hivi ndio anapendwa, kwa hiyo tumerudi kwake, kwa sababu hapa ndipo penye hukumu, kwa sababu hakuna mahali pengine zaidi ya kumpenda. Kwa hiyo kuna mbegu ya kumpenda yeye. Hatutoi zaka hapa kwake yeye, ambapo amefanya yote kwa ajili ya utukufu wake. Hawezi akachanganya utukufu na dunia, yale tuliyokuwa tumeyafanya, lakini kwa uhalisia tayari yameshafanyika. Hata huko kuzimu wanatoa hizo sadaka, wanatoa zaka, wanatoa mambo mengi. Kwa hiyo mbegu ya tatu inaitwa mbegu ya mwaka na siku. Ina maana mbegu ya mwaka hii sasa ndio naitolea, kwa sababu hakuna aliyewahi kuishi hapa, kwamba Yeremia 1:5 hapa kuanzia tumboni kuja huko, hakuna aliyewahi kuishi. Kwa hiyo hapa ndio tunaanza kuishi juu ya nchi, sio mbinguni, kwa sababu ibada zote za hapa ni kinwabii, ni zote za kwenda mbinguni. Na mbinguni kama unavyoona kwamba ni level ya ufahamu. Ina maana kama ni level ya ufahamu mbinguni, ina maana mahali pake yeye, ina maana ni level ya juu. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda hatujui tunaenda wapi. Sasa hivi tunaona kwa macho kabisa. Hata Rumi ile 8:24 inasema kile ninachokitarajia kikishafika, ina maana tayari kuna badiliko. Kwa hiyo sasa hiyo kuna mbegu ya mwaka na kuna mbegu ya habari ya kweli yote. Ufunuo 14:6-7 na Ufunuo 10 ule mstari wa 1 mpaka 11. Hii ndiyo habari sasa hivi, habari za majira ya Mathayo ile 28 ile 19, ile utimilifu wa dahari wa Yesu tayari umefika, kwa sababu utimilifu wa dahari wa Yesu ni ile siri ya Yesu kujulikana alitumwa nini. Kwa hiyo ikishafika tu kujulikana kwamba Yesu alitumwa nini, tayari ile injili inafikia ukomo. Ina maana kuna rudi sasa, kunasimama ile injili ya umilele ya watu wote kwa ajili ya kumrejea yeye na kuishi juu ya nchi, sio tena kwa ajili ya nguvu iliyo ya ishara, miujiza, maisha ya kwenda mbinguni. Hayo yanakuwa hayapo. Kwa hiyo ni mbegu ya kupeleka habari za kweli juu ya nchi. Hapa sasa kwenye mahali panuru ya kweli yote panatumika kweli yote tu peke yake. Hapa ina maana ni kufahamu kwamba neno ni nani. Neno kilikuwa ni kifaa cha kutumia, lakini aliye juu ya neno ni kweli yote.
kwa sababu hata ukisoma kwenye Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye huyo neno alikuwa ni Mungu, naye alifanyika kuwa Mungu. Lakini hakuna kilichofanyika zaidi ya kile ambacho ilikuwa inatakiwa kuliko yule neno. Ina maana neno alikuwa ni nuru. Sasa nuru si neno, kweli ndio nuru. Ndio maana kwenye Yohana sasa 14:6 anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwangu ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo nguvu ya neno ina maana liko chini. Ndio maana akasema kwenye Yohana 8 ule mstari wa 32, mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka uhuru. Kwa hiyo neno ametumika kufunika kweli. Ndio maana unaona badiliko juu ya nchi halipo. Kwa hiyo kilichofanyika ni ile kweli kutotangulia, kwa sababu Danieli ile 8:12 anasema walipofanikiwa kuikanyaga kweli, ina maana walifanya kile walichokuwa wanataka. Kwa hiyo neno, majira ya neno kumfunika kweli imeisha. Hata pumzi, ukisoma kwenye nguvu ya Ufunuo 13 ule mstari unaoitwa wa 15, utaona mnyama akimpulizia puani pumzi. Yule joka anampulizia mnyama pumzi. Kwa hiyo pumzi waliiba kupitia ile Mwanzo ile 2:7 wakati wa anguko la Adam kwenye Mwanzo 2:23 mpaka 24, kumwacha Baba, kwa sababu kweli ndio ana ile pumzi, ana ile kila kitu ndani yake. Kwa hiyo kwenye majira sasa ya nuru na mahali pa majira hii hatutumii kitu kinachoitwa sauti. Sauti ina maana ukisoma kwenye Misali ile 27 ule mstari wa 14, sauti kila ibada inapotamkwa alfajiri na mapema, mtu yeyote anapombariki mwenzie kwa sauti kuu inahesabiwa kuwa laana. Na tunaona kwenye nguvu ya Mwanzo 3 ule mstari wa 7 mpaka wa 8, sauti inakimbiwa. Kwa hiyo sauti ina maana kwa majira hii hawezi akatumia kifaa chochote. Ina maana anatumia ile kweli yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kila ambacho unachokiona juu ya nchi kilichokuwa kimejengwa kwenye madhabahu kimevunjika, na madhabahu yenyewe imevunjika. Kwa hiyo sasa hivi kila ambacho kipo juu ya nchi, kusini, mashariki, magharibi, kaskazini, mapana ya uumbaji, marefu ya uumbaji, kina cha uumbaji, kwenye uhalisia wa weupe, weusi, wekundu juu ya nchi, kila mahali, hata kwenye nguvu ya mabahari, kila mahali ambako kulikuwa kuna maficho ya kishetani, ina maana madhabahu hizo sasa hazina nguvu na hazina kazi. Ile ishara, miujiza iliyokuwa inasimama kwa ajili ya watu wa yeye mwenyewe kweli yote kutangatanga, hataki tena watangetange, wanatakiwa wapone kwa kusikia. Hivi tu unavyopata kusikia, unashukuru, unamwambia Baba na kushukuru kwa maana kweli yako sasa ni wewe mwenyewe, na sasa ni majira ya kutuponya kupitia kweli. Na kweli unapata haki pale ulipo, uwe taifa lolote, uwe mahali pa nchi yoyote, unapata kupokea. Kwa hiyo yeye Baba amesema kabisa kwamba juu ya nchi hatatumia tena madhabahu, hatatumia tena sadaka, hatatumia tena nguvu ya neno, hatatumia tena sauti, hatatumia tena pumzi. Ina maana atatumia tu kweli yote. Ndio maana akasema kwamba mtaifahamu ile kweli, nayo kweli itawaweka huru. Ndio maana unaona dunia wanatumia sana neno, hata ufalme wa giza wabaya wanatumia, kwa sababu maandiko waliyakamata. Kwa hiyo wakaliunganisha. Ukisoma kwenye nguvu ya ile nguvu ya Yohana 1:14, naye neno akafanyika mwili. Kwa hiyo wanalivalisha lile neno humo ndani kwa ajili ya kutoweza kugeuza watu. Kwa hiyo nalifanya kama miujiza, ishara, watu kupata tu vitu vya hao ambao wako kwenye mateso, lakini wanawavuna. Kwa hiyo majira tena imeisha. Kwa hiyo yeye Baba abarikiwe, ainuliwe, aheshimiwe, na sisi tumepona. Taifa limepona, mataifa yamepona, Afrika imepona, uumbaji umepona, hakuna kuonewa tena na uongo. Kwa hiyo yeye aliyetumba ainuliwe sana pale ulipo, upokee haki ya uponyaji, haki ya kufunguliwa, kwa sababu ndio majira yake yeye
mwenyewe. Kwa hiyo tumshukuru, tumwambie atukuzwe sana, ainuliwe aliyetuumba, na karibu ujionee, ujifunze katika ile nguvu ya ambayo ni ya Kweli Yote TV kwa watu wote. Wewe tu bonyeza basi ujiunge, basi uone nini kinachofundishwa ni cha kweli, sio katika miujiza, sio katika ishara. Yeye Baba amekuja juu ya nchi, yupo sasa. Kwa hiyo leta mbegu katika utimilifu wake, na yeye Baba amekubariki. Ina maana majira ya sadaka imeisha. Tubarikiwe wote na tumshangilie yeye kwa utukufu wake.